na kuamini. Amen. Praise the name of the Lord. Biblia inatusimulia hadithi ambayo nyinyi wote mnaweza kuwa mnaijua. Kwa njia moja umesoma ama umehubiriwa. Tunamuona baba wetu wa imani Ibrahimu. Mungu alikuwa anaendanisha na yeye kwa safari ambayo ilikuwa kubwa sana. Na ukisoma kutoka mlango wa pili hapo mlango wa 12 mwanzo inaonyesha ya kwamba safari ya Ibrahimu na Mungu mahali ilianzia. Hata Mungu alipomtokea Ibrahimu na kumwambia ya kwamba nataka utoke katika nchi ambayo unajulikana, uenende katika nchi mimi ambayo nitakuonyesha, uenende katika nchi ambayo mimi nimekuteulia kukubariki kule. Unaona katika mlango wa 12 Ibrahimu anaanza safari ya kutoka Tera na kuelekea pamoja na safari wakiendanisha na Mungu. Na wanapoenda katika safari yao, Ibrahimu anakuwa katika uzee katika umri. Na Biblia inatuonyesha ya kwamba Sara ambaye hana mtoto, ambaye alikuwa amekaa mrefu, hata pia kulitupa tumaini asije akapata mtoto. Na Biblia katika mahali hapo inatuonyesha jinsi ambavyo Mungu anamtokea na malaika na kuja kuwabariki na mtoto Isaka, na mambo mengi yanatukia. Na Mungu alitaka kujua ya kwamba wewe Ibrahimu unanipenda, wewe umeutoa moyo wako kwangu, ama bado ungali na tashwishi na mimi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo katika 20 tumeisoma, Biblia inasema ya kwamba na Mungu akataka kujua ya kwamba kama bado imani ya Ibrahimu ilikuwa dhabiti. Na hapo anamtokea na kumwambia ya kwamba Ibrahimu, nataka sasa unitolee mwana wako, mwana wa pekee. Bwana Yesu asifiwe. Naona conversation ambayo Mungu alikuwa anafanya na Ibrahimu ni conversation ambayo ilikuwa ya kutisha. Na wakati mmoja nilipokuwa nikiomba sana, Bwana akawa akinitokeza kwa njia hiyo, na nikawa nikilisoma neno, nikasikia likiniuliza maswali ndani yangu. Uko tayari kuutoa moyo wako kwa njia hii ambayo Ibrahimu alikuwa ameitoa? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Ibrahimu anapotokewa na Mungu na kumwambia ya kwamba nataka huyu mwana wako wa pekee uende ukanitolee kama sadaka, na wanaanza safari ya kuendanisha na Mungu. Na Ibrahimu anaanza kutii. Anapoanza kuondoka mahali pale, Biblia inasema ya kwamba anatayarisha kuni zake, anatayarisha mwana punda, anatayarisha vijana wake wakazi wawili. Huyu ni mtu ambaye hana mzaha na Mungu. Ameanza kuutoa moyo wake tangu wakati wamekutana na Mungu, na sasa anajua kwa hakika Mungu anaposema anataka Isaka hana mzaha wala harudi nyuma. Na nikawa nikijiuliza ya kwamba ikiwa ni wewe na leo umejaribiwa, umtoe mtoto wako Esther siku ya leo, ambaye ni msichana wako ambaye unampenda na ndiye ako kwa saa hii, bado utakubali? Nikajiambia na kwamba Mungu usilete jaribio kama hilo, maana hapo ndio tutadraw the line. Lakini nani alinipea Esther? Bwana Yesu asifiwe. Nikawa na ushawishi ndani ya moyo wangu, Bwana nisaidie kutenda mapenzi yako, maana nikizuilia Esther sijui nitamzuilia nini itakayotokea. Bwana Yesu asifiwe. Na ninaona utangulizi wa ajabu sana. Wakati Ibrahimu anaanza kutoa moyo wake, wakati anaanza kuamua ya kwamba nitampeana mwana wangu, ni kwamba ameanza kutoa moyo wake. Praise the name of the Lord. Na mtu ambaye ako tayari kupeana mwana wake, ni nini amejibakishia? Ninajiuliza katika safari hiyo walipokuwa wakienda na Mungu, na Mungu